Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu waandishi wa habari mliojumuika pamoja nasi siku hii ya leo katika msikiti wetu mkongwe wa mji wa Babati unaotambulika kwa jina la Masjidu Rahma. Naitwa Muhammad Khamisi Isa almaruf Sheikh Kadidi, shekhe wa mkoa wa Manyara. Leo tuna jambo adhimu la kutoa taarifa muhimu kabisa, na ni mrejesho kwa Waislamu na kwa waumini wa mji wa Babati. Mtakumbuka kwa kipindi cha muda mrefu, miaka mingi iliyopita, kulikuwa na mgogoro unaohusu umiliki wa ardhi kati ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Manyara na hususan katika wilaya yetu ya Babati na taasisi inayojulikana the Registered Trustees and Masjid Al-Azhar and Madrasat Al-Hajj Islamia. The Registered Trustees, Masjid Al-Azhar and Madrasat Al-Hajj Islamia. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi na Waislamu kwa ujumla, kulitokea jambo la uvunjifu wa amani. Mtakumbuka mahala zilipo ofisi za BAKWATA, ofisi ya wilaya na ofisi za mkoa, mahala ambapo pana majengo, jengo la shule ya An-Nur Primary School ya BAKWATA, lakini pia jengo la msikiti unaojulikana kwa jina la Masjid Al-Hajj Islamia, kwa ridhaa na kwa kwenda vizuri na viongozi wetu, lakini pia mahala ambapo pana madrasa kongwe, Madrasatul Hajj Islamia. Zilienzuliwa bati za madrasa hiyo, lakini pia madarasa mawili sakafu ilitunduliwa na kufanyiwa uharibifu, jambo ambalo lilipelekea kusitishwa kuendelea walimu wetu wa madrasa kusomesha katika madrasa hiyo na masomo ya wanafunzi kusimama. Jambo hili lileta taharuki kubwa sana. Tuliwahakikishia Waislamu wa mji wa Babati kwamba viongozi wa baraza tutasimama imara kulisimamia jambo hili, na tukawataka Waislamu wasikurupuke, wasichukue sheria mikononi na wasifanye mambo kwa jadba. Waislamu walitusikiliza, walionyesha ukomavu wa utiifu kwa viongozi wao. Lakini pia baadhi ya viongozi wa taasisi hiyo walienda mbali zaidi. Katika eneo hili hapa tulipo, Masjid Rahma, kama mnavyoona pale pameandikwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Masjid Rahma, walithubutu kuja kufuta jina hilo. Hapo tena taharuki ilikuwa kubwa sana. Waumini walitaka kufanya mambo mazito makubwa, lakini tuliendelea kuwaasa waumini wetu wafanye subra, na baadaye tulirudishia jina hilo. Hali iliendelea hivyo
tulipokuwa tukiendelea kuchukua hatua kuliendea jambo hili kwa namna iliyokuwa nzuri bila uvunjifu wa amani, tuliwahakikishia Waislamu kwamba mimi mtumishi wenu Shekhe wa mkoa wa Manyara nitashirikiana na BAKWATA makao makuu, lakini pia viongozi wa BAKWATA mkoa, wilaya, kata na msikiti na Waislamu kwa ujumla kuliendea jambo hili, hatimaye tufikie bahala pazuri. Ndugu waandishi wa habari, ndugu Waislamu, jambo lilofuata ni taasisi the Registered Trustees of Masjid Al-Azhar and Madrasa Islamia kuishitaki BAKWATA. Hapa leo tupo kwa ajili ya kuleta mrejesho kwa waumini na kwa Waislamu namna kesi hizo zilivyomalizika. Mnamo tarehe 2 Aprili 2025 BAKWATA ilishinda kesi katika mahakama kuu ya kanda ya Manyara, kesi namba 14955 ya mwaka 2024, na ni kesi iliyokuwa ikihusu madai ya umiliki wa ardhi kati ya BAKWATA na taasisi inayotambulika kwa jina la The Registered Trustees of Masjid Al-Azhar and Madrasa Islamia. Na kesi hii tutambue kwamba eneo husika ni mahala zilipo ofisi za BAKWATA katika mtaa wa Oysterbay. Lakini wakati huo huo pana kesi ya pili ni katika eneo hili. Kwa hiyo BAKWATA ilishinda kesi zote mbili. Aidha, mnamo tarehe 8 Aprili 2025 mahakama iliwapa haki katika land case namba 14957 ya mwaka 2024 mbele ya mheshimiwa jaji wa mahakama kuu kanda ya Manyara. Kesi hiyo vile vile ilihusu madai ya umiliki wa ardhi kiwanja namba 25 na 26 katika kitalu C Babati mjini. Kwa ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi na Waislamu kwa ujumla, BAKWATA imeshinda kesi zote mbili. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Na tumeshapata degree. Lakini wakati huo huo maelekezo ya waheshimiwa wa majaji ni kwamba BAKWATA ndio wenye haki na uhalali wa kumiliki maeneo yote hayo. Maelekezo ni kwamba serikali iendelee na utaratibu wa kufuta zile hati ambazo hazikuwa na usahihi. Na wakati huo huo BAKWATA iendelee kupewa utaratibu wa kumiliki maeneo hayo. Tunaamini kwamba taratibu hizo ndizo zinazoendelea mpaka wakati huu tukizungumza na nyinyi. Napenda kutoa shukurani nyingi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuvisimamia vizuri vyombo vya dola. Tunatoa shukurani nyingi kabisa za dhati kwa Mahakama Kuu Kanda ya Manyara kwa kututendea haki, BAKWATA Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa kutambua kwamba maeneo yote hayo
ni mali halali ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Tunapenda kutoa shukurani nyingi kabisa za dhati katika Wizara ya Ardhi, shukurani nyingi kwa kamishna mkuu, ofisi yake na maafisa wake kwa kulisimamia vizuri jambo hili, lakini pia shukurani zetu nyingi za dhati kwa kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Manyara, msajili wa hati na ofisi yake kwa ujumla, lakini idara ya ardhi, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Babati. Napenda kutoa shukurani nyingi kabisa za dhati kwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Samaha Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Mwenyezi Mungu amlinde, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampe umri mrefu wenye baraka, aendelee kutumikia Uislamu na kuwatumikia Waislamu na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Mufti alifanya kazi kubwa. Alituma tume yake Mheshimiwa Mufti ikaja hapa mkoani Manyara wilayani Babati, ikakutana na wawakilishi wa pande mbili, viongozi wa BAKWATA lakini pia na viongozi wa The Registered Taasisi wa Masjid Al-Azhar and Madrasa Islamia. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza. Ilipokosekana suluhu, hapakuwa na budi, lazima jambo hili likamalizikie kwenye vyombo vya sheria. Na leo sote kwa pamoja tumeona kwamba Mahakama Kuu Kanda ya Manyara imetatua mgogoro huu. Napenda vile vile kutoa shukrani nyingi kwa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu BAKWATA Sheikh Khamis Mataka, ambaye alikuwa ni mmoja katika wajumbe wa tume ya Mheshimiwa Mufti, alikuja hapa na kuweza kusimamia jambo hilo. Lakini pia Mheshimiwa Katibu Mkuu wa BAKWATA Alhaj Nuhu Jabir